katika maneno kuna nguvu. Unaweza kulaaniwa au unaweza kubarikiwa. Sasa kuna mambo machache ambaye mtu anaweza akajiletea mwenyewe. Kuna laana ambao unaweza ukalaaniwa na watu ambao hawakupendi hicho ikakupata. Biblia inasema laana isiyo ya kweli impati mtu. Lakini kuna laana zingine unaweza kulaaniwa ambaye hata kama hujawakosea watu, hata kama hakuna ulichofanya, wanaweza wakatumiwa na ulimwengu wa shetani wakulaani tu. Kwa nini wakulaani? Wanakulaani kwa sababu ya kitu ambacho unachokibeba. Mfano mzuri tunajifunza kwa taifa la Israeli kipindi ambacho Balaki na Balaamu aliitwa ili alaani taifa la Israeli. Ukifundishwa, ukijifunza hapo, utaona taifa la Israeli hakuna kitu walichokosea, hakuna kitu ambacho wamekosea. Tena walikuwa watumwa mikononi mwake. Lakini Balaki anamwambia Balaamu, njoo unilaanie watu hawa. Kumbuka hawapigi, yani hatengenezi jeshi kupambana nao. Silaha anayotumia ni kuwalaani. Silaha ya kulaaniwa au neno la kulaaniwa ni silaha moja hatari ambayo inaweza kumaliza. Kama kulaaniwa sio kitu ambacho inaweza kumdhuru mtu, mbona Mungu aliingilia kipindi kile cha Balaki na Balaamu? Maandiko yanasema wakati Balaki alipomuita Balaamu kulaani taifa la Israeli, Mungu ilibidi aingilie kati. Maana ingekuwa kulaaniwa hakuna kitu ambacho kitasababisha, sidhani kama Mungu angeingilia. Lakini Mungu aliingilia kwa sababu mtu aliyeitwa kulaani taifa la Israeli, kwenye kinywa chake, kwenye roho yake akitamka kitu lazima kiwe. Ilibidi Mungu aingilie kati. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Usipojifunza kushughulikia maneno unayenenewa, aidha hata ukijua au ujui, unaweza ukakuta maisha yako hayaendi, yanakwama, kuna vitu vinakufa. Kumbe kuna watu wanakulaani. Tunajifunza pale kwenye kitabu cha Hesabu ya kwamba Waisraeli walikuwa wanalaaniwa sio kwa sababu walikosea, lakini maandiko yanasema, Balaamu anasema, na iona ingawa sio kwa sasa, na iona ingawa kwa mbali, nyota itatokea katika Yakobo. Maana kinachosababisha walaaniwe ni kwa sababu kuna kitu ambacho walishaona kinakuja, walishaona wana nguvu. Nami nataka nitangaze, kuna watu wanashindana wewe, hauwajui wewe, wanapambana kwa maneno yao. Nataka nitangaze, Mungu amenituma nikutangazie, anakwenda kuingilia vita vya Balaki, anakwenda kuingilia vita vya kichawi, anakwenda kuingilia vita vya maadui zako. Sema amina kama unabarikiwa. Kwa sababu ilibidi Mungu aingilie kati. Halafu anasema na iona nyota itatokea katika Yakobo. Kama ambavyo leo kuna watu mnanisikiliza hapa, shetani akiangalia familia ya kwenu, akiangalia ndoa yako, akiangalia mume wako, akiangalia mama yako, akiangalia ndugu zako, kuna kitu kinakuja miaka 3 ijayo. Yamkini leo unapita, yamkini leo upo tu. Kwa sababu tunajifunza kwa taifa la Israeli walikuwa utumwani, lakini Balaki hakuona watumwa, aliona jeshi linalokuja, aliona matajiri wanaokuja, aliona mashujaa wanaokuja. Nami nataka nitangaze, ingawa kwa sasa uko mahali ulipo, lakini nakuona mahali kuna shujaa anakuja. Sijui kama naongea na watu watatu. Kuna shujaa anakuja mahali, kuna shujaa anakuja mahali. Ingawa kwa sasa kuna vita, ingawa kwa sasa wanakunenea, ingawa kwa sasa wanakuchafua, lakini habari njema nilio nayo, kuna nyota inakuja imeonekana mahali, kuna nyota inakuja itang'aa mahali. Mtu mmoja aseme amen. Sema basi amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo taifa la Israeli walikuwa wanalaaniwa sio kwa sababu kuna kitu wamefanya, ila katika ulimwengu wa roho wanaonekana ni mashujaa wanaokuja. Sema mimi ni shujaa. Sema mimi ni shujaa. Sema mimi ni shujaa. Biblia inaweka wazi kuwa Mungu alitumia neno kuumba dunia, sio umeme, sio fedha. Mungu alitamka tu neno. Sasa ninapozungumza hapa nabeba sentensi mbili. Kuna maneno ya laana, kuna maneno ya baraka. Na unapokuja kanisani na kwenda kukutamkia maneno ya baraka, na uwe na uhakika yatatimia. Nikitamka kitu lazima kitatokea. Nimetumwa ni neno la uzima, na ikiwa neno la uzima, lazima uzima uambatane na wewe, lazima baraka ziambatane na wewe. Kila aliyekuja kwenye ibada hii, yeyote anayekutamkia mabaya, na kwenda kutamka yamrudie yeye mara 7, yamwangushe yeye mara 7. Hivi naongea na watu wenye imani mahali hapa. Mtu mmoja aseme leo yanarudishwa yalichotamka. Chochote ulichotamkiwa kuwa laana, tunakwenda kugeuza jioni ya leo. Sema fire.
Mungu alitamka, alisema tukuwe nuru, ikawa nuru. Neno tu limetamkwa, lakini neno linapotamkwa halitamki kama neno, linatamkwa na nyuma ya neno kuna nguvu ya uungu, kuna roho ya uumbaji ambayo inakwenda kutelekeleza ile neno litimie. Kwa hiyo sio kutamka tu. Ndio maana wakati mwingine kuna watu wanakuja hapa, anasema nimezunguka, nimeenda kwa makanisa, nimeenda kwa watumishi, nimeombewa hivi na hivi, hivi na hivi. Lakini alipokuja hapa unashangaa nimemtamkia neno moja tu, kuanzia leo pona. Kama Jumapili mlimuona ule baba, nilimwambia tu, nikamwekea mkono kwenye kifua, nikamwambia hivi, kuanzia leo wewe pressure tulia, alafu toka. Ni neno tu nimetamka, lakini haikuwa neno. Hii sio historia ya kawaida. Nilipotamka haikutoka kama neno. Neno lilitoka, alafu roho ya kiungu ilifuatilia neno kuhakikisha hiyo roho iliyokaa ndani ya mtu inaondoka. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Isaac tayari ana neno lake, lakini nguvu ya hili neno iko nyuma. Iko nguvu inayokontrol hilo neno kitu kitimie. Kama uliwahi kubarikiwa na mzazi, uwe na uhakika zile baraka bado ziko juu yako. Hata kama haujaziona bado, lakini kama amekubariki kutoka moyoni, uwe na uhakika zile maneno aliyotamka ziko juu yako, haitafutwa. Kama uliwahi kubarikiwa na mchungaji wako wa kiroho, baba wa kiroho, uwe na uhakika zile baraka hazitafutwa. Sema basi amen. Zile baraka zitadumu. Hata kama kimwili bado hujaziona, lakini zinakuja. Zitakuja. Sema amen. Sema amen. Silaha ya laana, leo nilikuwa nasikiliza huyu kiongozi mkuu wa mila katika nchi yetu. Nilikuwa nasikiliza kwenye mtandao za kijamii. Akasema kitu cha ajabu, akasema silaha yetu, silaha kubwa tunayotegemea ni kulaani. Anaitwa Lebwana Lekisongo. Akasema silaha kubwa tunaiamini ni kulaani. Na ndio maana wazee wa ukoo wakija kwenu au wachungaji wakija kwenu, kwa namna fulani msipowatendea mazuri, wakaondoka wakikulaani, hiyo laana itafutwa. Nasimama juu. Na wanaamini. Kwa hiyo wanaamini kabisa wakitamka kitu inakuwa. Wakikunyosha zile rungu zao zinakuwa. Ndivyo wanavyoamini. Sasa hii sio kuamini, ni kitu ambacho ni original. Usipojifunza kufuta maneno yananenewa, hautatoka. Kinachotukwamisha ni maneno mengi tunanenewa, na hatujui nani ananena. Kuna unaowajua. Ngoja nikwambie mwanangu, wale watu wanaokuzunguka unaofikiri ni marafiki, kama una marafiki 100, naweza nikakwambia kati ya 100 mkini ni moja ndio rafiki. Wengine wote ni wanafiki. Wengine wote ni watu ambao wanakuendea. Wengine wote ni, yani ngoja nikwambie, fanya leo maombi kufuta kila neno ulionenewa, lakini omba adui zako wafe. Omba adui zako wajitenge na wewe, wakuache. Utashangaa wanaokuacha ni marafiki. Utashangaa watu wa karibu wanakuacha. Ndio utajua ulioko nao sio watu. Na Mungu akufichulie, na Mungu akupe macho ya rohoni. Utambua nani wa kukaa naye, nani wa kutokaa naye. Na Mungu akufinulie kweli. Sema leo kila neno waliotamka juu ya tumbo langu, juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya maisha yangu, hayatatimia. La Mungu ndilo litakalotimia. Sasa mnakumbuka kitabu cha Isaya kinasemaje? Hilo neno halitakuwa kama mlivyosema. Mungu anasema hilo neno halitakuwa. Nami nataka nitangaze hilo walilonena juu ya ndoa yako, juu ya afya yako, juu ya hatua zako, halitafanikiwa. La Mungu litafanikiwa. Mtu mmoja aseme amen. Sema haitafanikiwa. Kama uliwahi kutamkiwa maneno mabaya, uwe na uhakika hizo laana ziko juu yako, haipotei. Esau na Yakobo. Yakobo anang'ang'ania baraka, sio fedha, mpaka anasema uongo, lengo abarikiwe tu. Unaweza ukashangaa, lakini alijua baraka zitakuwa juu yake. Yakobo, Esau anaenda kuchelewa, anaenda kuzunguka kule porini, anazunguka, anachelewa.
Wale watoto ambao hawajui kuteka baraka kwa baba zao, wanazunguka tu, wanajivuta tu. Yesu wakaenda kula, akajivuta, jivute, anajivuta kutafuta swala, anajivuta. Kuna wenzaka hawajivuti, wako shapo. Sikiliza nikwambie mwanangu, wakati mwingine niliwahi kushuhudia kijana moja anamsukuma ndugu yake asiwe karibu na baba yake, maana alikuwa karibu na baba yake. Kumbe alikuwa anamsukuma ili awe karibu na baba yake, ili aweze kufaidi baraka. Jifunze kung'ang'ana na baraka, jifunze kung'ang'ania baraka na sio fedha.